Asubuhi njema, mchana mwema, jioni njema, mahali pote mlipo. Inadepend na muda ambao unafuata somo hili, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikutakia neema na amani ya Bwana Yesu kuwa pamoja nawe mahali pote. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Inazungumzia upendo na haki ya Mungu. Upendo na haki ya Mungu. Na leo tunakuwa kwenye somo ambalo la 12 linazungumzia kuhusu amri kuu mbili ya upendo na haki. Na leo sasa, ambayo ni siku ya Alhamis, tunakuja tukizungumzia somo nzuri zaidi ambalo ni kama swali: jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni nani? Naweza kuuliza pia, jirani yako ni nani? Unaelewaje swala la jirani? Ama ni mtu aina gani ndio unamsadiki ya kuwa hakika ni jirani yako? Nitakumbusha tu ya kwamba katika Injili ya Luka, mara tu baada ya Yesu kutangaza zile amri kuu mbili za upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani, mwanasheria mmoja akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu akasema, na jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni nani? Tugundue kile ambacho Yesu alikisema, na akatuonyesha jirani ni nani na tunapaswa kumfanyizia jirani nini. Wapo wengi ambao wameishi na majirani na hawatendei vizuri. Wanadhani kwamba wajirani ni sehemu fulani tu, na wengine wakiwakataa ili kwamba si majirani yao. Soma mfano wa Msamaria mwema katika Luka 10:25-37. Na aya hii inasema nini? Kwa kuzingatia kilio cha manabii kwa ajili ya rehema na haki na aina za dhuluma ambazo makundi mbalimbali ya watu yamewatesa wengine katika historia yote ya mwanadamu. Baada ya kusoma, rudi hapa tubarikiwe pamoja. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya usomi wa makini sana, utaelewa ya kwamba hapa kuna swala la muhimu sana. Kwa hivi katika Israeli wengi walielewa amri iliyoandikwa katika Mambo ya Walawi 19:18 ya kumpenda jirani ili tu itumike kwa wale ambao walikuwa ni Waisraeli kama wao. Kwa mfano, mimi Mkristo, kuna mara nyingine naweza dhani ya kwamba Wakristo kama mimi ndio majirani yangu. Hivi Muislamu namuona kama mtu asiyefaa. Ama naona Wakongomani ama watu wa kabila yangu kama Wanande. Kwa hivi Waisraeli wengi walidhani ya kwamba kumpenda jirani ni kumpenda tu yule ambaye ni wa kabila yake, lakini asiyekuwa Mwisraeli hawakukubali kumpenda. Ikiwa wewe si Mwisraeli, wewe si jirani yangu. Ama ikiwa wewe si wa dini langu, wewe si jirani yangu. Hiyo inapikwa marufuku katika maandiko matakatifu. Lakini sio kila mtu aliyeshikiliana maonjo hayo. Kwa hivyo mwandishi mmoja ambaye aliuliza swali ambalo yeye mwenyewe alikuwa hata na uwezo wa kutoa majibu, alitaka kujitetea kwa kuuliza aliposema, jirani yangu ni nani? Kwenye Luka 10:15-19. Lakini ninachofurahia hapa, tunapoenda kwenye kitabu hicho, Yesu anapojibia anatoa mfano. Anasema, basi kulikuwa mtu ambaye alikuwa akitoka Yerusalema kushukia Yeriko, na akapigwa vibaya sana karibu kufa. Lakini alipokuwa hapo, kukaja kuhani. Alipomwona hakumsaidia, akapita. Mlawi akija akamwangalia, hakumsaidia. Lakini kukaja Msamaria ambaye alikuwa ni mtu ambaye hawaendani kabisa na Waisraeli. Walikuwa wanachukiana sana, na Waisraeli walizania kwamba Wasamaria ni maadui. Yesu akasema sasa, yule Msamaria akaja akamsaidia na akamponya vidonda na akampeleka hata hospitalini. Akasema, chochote atakachoomba kama pesa, kama gharama ya dawa, nitalipa. Akasema, ni nani ambaye ametenda mema? Unadhani ni yupi kati ya hawa watatu aliyekuwa jirani ya yule mtu aliyeanguka mikononi mwa wanyang'anyi? Mtaalamu wa sheria akajibu, yeye aliyemhurumia. Yesu akamwambia, nenda ukafanye hivyo. Hapo ni kwenye Luka 10:36-37. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Yesu hakufunua utaifa wa mtu aliyejeruhiwa njiani kwenda Yeriko, wala kuhani wala Mlawi, mifano ya kutimiza sheria. Hawakupendezwa na mtu asiyejiweza, walakini asiye jirani Msamaria aliguswa na huruma na akatimiza sheria ya kumpenda jirani kama nafsi yake. Kwa hivi adui anatafuta nguvu na anajali ustawi wake mwenyewe. Yeye aliyeacha kiti chake cha enzi akajinyenyekeza na akashuka kuwatumikia wengine na kutoa maisha yake kwa ajili yetu, tutamuiga nani?
tuwe wafuasi na waigaji wa Yesu Kristo. Nataka tangu leo nikuambie rafiki mpendwa na mtazamaji na msikilizaji, ikiwa Yesu amejitoa akuja kutukomboa na ametuonyesha picha nzuri na sifa nzuri za yule jirani. Jirani ni yule yote ambaye anakuwa karibu nawe, ambaye anakuwa kwenye uhitaji. Haijalishi au wa dini gani, haijalishi wa kabila gani, amezaliwa na mtu gani, yule yote, wale wote ni majirani. Na lazima tumpende Mungu jinsi tunavyo kwa moyo wetu wote, na kupenda jirani jinsi tunavyojipenda. Mkongomani mpende Mrwanda, Mrwanda mpende Mkongo, Mrundi, Mwangola, Msudan, Mkenya, Mtanzania, haijalishi ni wa dini gani. Msabato sio kumpenda msabato tu, hata penda Mkatholiki, hata Muislamu, hata yeyote yule. Mungu akusaidie. Najua si rahisi kwa nguvu yetu, lakini kwa neema ya Mungu jifunze kumpenda jirani. Asante Yesu kwa kuwa umetufunza jirani yetu ni nani. Tufanye kuwa majirani wema kwa wote wanaotuzunguka katika jina la Yesu Kristo. Amina.